ametimiza ahadi yake ile ambayo aliahidi ile, na imekuja baadhi ya sadaqa wa'ada, imekuja hivyo baadhi ya maneno mengine, kama amefanya kweli ile ahadi yake. Wa nasara abda, na amemnusuru mja wake. Wa hazama al-ahzaba wahda, na kadhalika na ameyashinda makundi yote peke yake. Thumma daa baina dhalika 3 marat, kisha akaomba baina ya maeneo hayo aliyokuwa yeye, kwa maana maeneo hayo aliyokuwepo hapo muda wa kuweka panda zake Swafa na mpaka na al-Kaaba kuelekea kibla, akaomba mara 3. Thumma nazala ila al-Marwa, kisha akashuka akaenda kwenye Marwa. Sasa kutoka Safa akaenda Marwa, hatta idha sabbat qadamahu fi batni al-wadi saa, hatta idha su'ada masha ila al-Marwa fafa'ala ala al-Marwati kama fa'ala ala Safa, mpaka ile miguu yake ilivyokitika ikawa sawa kwenye jangwa, katikati ya jangwa. Fi batni al-wadi, katikati ya jangwa, ingawa kuna maelezo ya Sheikh Muhammad al-Faqi kwenye hili. Anasema hapa kwamba qala al-Qadhi Iyad fihi isqatu lafdhatin la budda minha, ndani yake kuna tamko ambalo limeporomosha ambalo halina budi kwalo. Wa hiya hatta nsabbat qadamahu ramala fi batni al-wadi, pana mpaka zilipokuwa sawa ile miguu yake katikati ya jangwa. Fi batni al-wadi saa, apilikuwa ramala fi batni al-wadi, sema Sheikh hapo. Maelezo haya ni ya Sheikh Muhammad al-Faqi akiwa ananukuu kutoka kwa Sheikh al-Imam al-Qadhi Iyad. Saa mtume akafanya sa'i hata idha su'ida masha ila al-Marwa, mpaka alipopanda juu akatembea kuelekea Marwa. Fafa'ala ala al-Marwati kama fa'ala ala Safa, akafanya kwenye ule mlima Marwa kama alivyofanya kwenye mlima wa Safa vile vile. Wa dhakara al-hadith, na akataja rawi ile hadithi. Sasa wa fi nadhani hiyo hadithi, falamma kana yawm tarwiya, pindi ilipofika ile siku ya 8 ile ambayo ni siku ya mwanzo ya kuanza manasiku ya haji ile rasmi wanaanza pale, ambapo kisha yake inakuwa nini? Arafa. Tawajjahu ila Mina, walielekea maeneo ya Mina. Warakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akapanda mtume yule al-Qaswa wake, ngamia wake. Fasalla biha dhuhur, akaswali pamoja na huyo ngamia, kwa maana akaswali juu ya kipanda wa dhuhuri. Wal asr, na al-asri wal maghrib wal isha wal fajr. Na hapa kilichokuwa cha sawa sio kuhukumia fasalla biha aibi bi naqatihi, la bimina, fasalla bimina, akaswali Mina hapo, akaswali dhuhuri, al-asr, maghrib na isha na al-fajr. Thumma makatha qalilan, kisha akakaa kidogo, hatta tala'ati ash-shamsu, mpaka jua likachomoza. Fa ajaza hatta ata Arafa, mtume akavuka Muzdalifa mpaka akafika Arafa. Alitoka Mina, kutoka Mina moja kwa moja akapita zake Muzdalifa mpaka akaenda kasamia Arafa. Fawajada al-qubbata qad duribat lahu binamira, akakuta kubba limeshachitwa kwake yeye, kwa ajili yake yeye, maeneo ya Namira. Ni kijiji ambacho kipo kabla ya Arafa kwa uchache tu. Namira kijiji kipo kabla ya Arafa kwa uchache tu. Fanazala biha, akashukia hapo. Hata idha zalati shamsu amara bil qaswa, mpaka jua lilipopondoka akaamrisha yule qaswa wake alete. Faruhilat lahu, akaandaliwa yeye. Fa ata batna alwadi, kisha mtume akaenda kwenye katikati ya jangwa la Arafa. Fa khataba an-nasa, kisha akawahutubia watu. Thumma adhana thumma aqama, kisha akaadhini, kisha akaqimu. Fasalla adh-dhuhra thumma aqama fasalla al-'asr, akachanganya swala, kisha akaswali adhuhuri, kisha akaqimu, akaswali na al-'asr. Walam yusalli bainahuma shay'a, na hakuswali baina ya swala mbili hizo chochote, kwa maana hakuswali sunna katikati hapo. Thumma rakiba hatta ata al-mawqif, kisha akapanda mpaka akaenda ile sehemu ya kisimamo. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakharat, anasema na akajalia
akajalia batna naqatihi alqaswa, wale katikati, kwa maana kwa kusudi wa tumbo ya ngamia wake ambaye alqaswa upande wa yale mawe yale as-sakharat. Na hapo walisema kwamba usawa wa jangwa, sakharat jangwa, waja'ala jabal al-mushati baina yadayhi wastaqbala al-qibla, akajalia ile jabali la wale wanaotombea. Al-mushati ni jamu ya mashi, na ndio hivyo sasa. Hapo tena nilikuwa nataka niulize swali kwenye hili jambo hili, kwa sababu kuna chapa zimekuja jabal na habal, yani habl. Hapo kuna baadhi ya chapa zimekuja hivyo. Tulipokuwa tunasoma manhaju salikini, kumekuja habl, so jabal, hivyo. Na bali kwenye sentensi ambayo imekuja, kuna sentensi inakuja mbele huko, nadhani ni sentensi hii, kwa sababu sija ile kitabu tumekimaliza kwa muda mrefu sana katika manhaju salikini. Kule kumekuja waja'ala habla al-mushat, habla al-mushat, hivyo imekuja hivyo, ikiwa ni habla ina maana ya kichuguu, si kamba, kichuguu. Jabal kwa maana ya nini? Mlima. Hasa hapa nilichokuwa nakiacha mimi kama homework, sasa tukatafute sahihi ni ipi baina jabal na habl. Sahihi ni ipi, kichuguu au jabali? Kwenye maraji ile hadithi na masari yake na usahihi kwenye hilo, baina yadayhi wastaqbala alqibla, hata kwenye shuruhat za vitabu hivi, masharhi ya manhaju salikin na masharhi ya bulughul maram hivyo. Falam yazal, hapo Mtume sallam kisha kaelekea kibla, kisha hakuacha waqifan, hakuacha kuwa amesimama, hata gharabati shamsu, mpaka likazama jua. Wadhabati sufratu qalila, na kuondoka ule umanjano wa jua kidogo. Hata idha ghaba alqursu wadafa, na mpaka pale ambapo ulizama ule mkate wa jua na likaondoka jua. Waqad shanaqa lilqaswa izimam, na kwa Mtume kafunga kwa ajili ya ule qaswa wake kamba. Na wanasema ulama ay dhammahu ilayhi wa dayyaqahu alaiha, kwa maana muambatanisha na yeye na hiyo kamba, akamfunga nayo mnyama. Hata inna ra'sahu la yusibu mawrika rahli, mpaka ikawa kichwa chake kikipata ile sehemu ya kuweka miguu. Mawrika rahlihi, ile sehemu ya kuweka miguu kwenye kipando chake, kawa hali iko hivyo. Wayaqulu biyadihi al-yumna ayuha an-nas, Mtume kawa anasema huku akiashiria kwa mkono wake wa kulia, enyi watu, as-sakinata as-sakinata, enyi watu lazimianeni. As-sakinata as-sakinata, lazimianeni utulivu, lazimianeni utulivu. Wa kullama ata, hapa sasa sehemu nyingine, wa kullama ata jabalan, kuna baadhi ya sehemu imekuja wa kullama ata hablan. Sasa hapa tukatafuta sahihi sasa, au kama zote ni sahihi tutakuja kupeana faida insha Allah. Na kila pindi pale ambapo Mtume sallam ata jabalan, alikuwa akiendea jabali, au ata hablan, alikuwa akiendea nini? Kichuguu. Minal jibali, katika milima, au minal hibali, katika vichuguu. Arkha laha qalilan hatta tas'ada, alikuwa huyo mnyama akimwachilia kidogo ili mpaka apande, hata ata al-Muzdalifa, mpaka Mtume akaenda maeneo ya Muzdalifa. Fasalla biha al-maghriba wal-ishaa biadhanin wahidin wa iqamatayn, akaswali hapo maghrib na isha kwa adhana moja na iqama mbili. Walam yusabbih bainahuma shay'a, na wala hakuleta tasbihi baina ya swala hizo mbili chochote. Thumma faja, kisha kalala, hatta tala al-fajr, mpaka ikachomoza alfajiri. Fasalla al-fajr hina tabayyana lahu as-subhu biadhanin wa iqamatin, akaswali al-fajiri pindi pale ambapo ilimbainikia ya asubuhi kwa adhana na iqama. Thumma rakiba hatta ata al-mash'ar al-haram, kisha akampanda mnyama wake mpaka akaenda katika vile viwanja vitukufu. Fastaqbala al-qibla, fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram, hapo kisha akaelekea kibla.
fadaahu, akamuomba yeye nani? Akamuomba Allah. Wakabbarahu, na akamkabiri yeye. Wahallalahu, na akamhalili yeye kusema la ilaha illa Allah. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan, akuacha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ka hapo mpaka ile jua likazama sana, Fadafa qabla an tatlu ash-shamsu, Mtume akaondoka kabla ya kuzama jua, kuchomoza jua, kwa maana kile kikaa hapo mpaka ile hali ya kufikia hali ya jua akaribia atakalichomoza, hakusubiria hivi. Hata ata batana Muhassir, mpaka akaenda sehemu ambayo huitwa Batna Muhassir. Na hapa kumeitwa Batna Muhassir kwa sababu anasema Sheikh Hamid al-Faqih, kwa sababu wale ashabul fil walididimizwa hapo, angamizwa hapo, na zile sehemu yani katika adhabu ambayo walipata wao ilianzia hapo. Faharaka qalilan, tumeakatulizana kidogo hapo. Thumma salaka at-tariqa al-wusta allati takhruju ala al-jamrati al-kubra, kisha akapita kwenye ile njia kati na kati ambayo yaelekea na kutokea kwenye al-jamratu al-kubra ya kupiga mawe. Hata ata al-jamra allati inda ash-shajara, mpaka akaliendea al-jamratu al-aqaba kule, au al-jamratu al-kubra ambapo lipo katika jamra hiyo, ipo katika mti. Faramaha bi sab'i hasayat, akalirushia vijiwe 7. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha kulla hasatin mithla hasal khadfi, nasema ikawa ana mkabiri Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kila kijiwe katika vijiwe hivyo, mfano wa kila kijiwe katika hivyo akatajia ukubwa wake. Mfano wa vijiwe vya al-khadhfu, vijiwe vidogo, si vijiwe vikubwa, vile vijiwe vidogo ambavyo vyarushika pia, vile vijiwe vya kurushika kwa haraka. Hapo warama min batni al-wadi, na akarusha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokea ule usawa katikati ya jangwa, kuanzia hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifanya hilo. Na kadhalika vile vile thumma ansarafa ila al-manhar fanahar, ndio siku ya Idi, washafikia wachinja na siku ya chinja huko, kisha akaenda kwenye sehemu ya kuchinja akachinja. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afada ila al-bayt fa salla bi Makkah, rawahu Muslim mutawwala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda mnyama wake, akafanya nini? Akamiminika kuelekea kwenye tawafu al-ifadha huko. Sasa fasalla bi Makkah, akasali Makkah pale adhuhur, akasali Makkah adhuhuri. Abu tawafu zipo 3, kuna tawafu al-qudum, tawafu al-ifadha na tawafu al-wada'i. Kama ilivyokuwa hija tulisema kwamba kuna qiran na ifradi na tamattu. Na kwa hizo tawafu, yani kwa ufupi, yani tawafu al-qudum ni tawafu ya kufika tu pale, fika tu. Tawafu al-ifadha ndio ile ambayo ni nguzo hii katika hija, kwamba tawafu pia ni nguzo ya hija. Sasa hii tawafu al-ifadha, tawafu al-ifadha ndio nguzo, na tawafu al-wada'i ni tawafu ya kuaga, ndio jambo la mwisho kufanya kisha kabla ya kwenda zao kwao kwenye tawafu. Kiufupi ni hivi, yani hapo ni kiufupi. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، خزيمة بن ثابت الله مرضيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam idha faragha min talbiyatihi, atakapomaliza talbiya zake zile labbaik allahumma labbaik zile kwenye hija yake au umra, kumomba Allah radhi zake na pepo yake na kutaka hifadhi kupitia rehema zake Allah kutokana na moto. Haipokea ile Imam Shafi'i hadithi, lakini kwa sanadi ilikuwa dhaif, na ameidhoofisha pia al-Imam al-Albani. Na Sheikh Hamid al-Faqih anasema, kwa sababu kwenye sanadi yake kuna huyu Salih
ibn Muhammad ibn Zaida. Huyu na kasha kama Abu Waqid al-Laythi dhaif tayib. وعن جابر رضي الله عنه kutoka Jabir Allah amridhia amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa nahartu hahuna, nimechinja hapa, wa mina kulluha manhar, na hii mina yote hii ni sehemu ya kuchinja. Fanharu fi rihalikum, chinjeni katika vipando vyenu. Waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqifun, na mimi nimesimama hapa lakini Arafa yote hii ni sehemu ya kisimamo. Wa waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqifun, na mimi nimesimama hapa, na Muzdalifa yote, wa jam'un ay Muzdalifa, na Muzdalifa yote ni sehemu ya nini? Ya kisimamo. Rawahu Muslimun. Wa an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wasallam lamma jaa ila makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, ni mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Makkah, alipokuja zake Makkah aliingilia kwa juu yake akatokea chini yake. Muttafaqun alayhi. Kuna maelezo ya Sheikh al-Bassam ambayo maelezo yapo njia atatokea vipi kadha kwenye hilo, maelezo ya ulama mbalimbali kwenye hilo. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah amridhie, annahu kana la yaqudumu makkata illa bata bidhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasil wa yadhkuru dhalika inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Umar yeye anasema kwamba kwa Mtume sallam ilikuwa hafiki Maka isipokuwa mpaka atakapolala sehemu inayoitwa dhi tuwa ambayo ni abaru zahir kama ilivyotajwa hivyo, na huitwa bi hasani ashuhada sehemu hiyo, mpaka hapa ambapo kiwa na asubuhi na aoge. Wa yadhkuru dhalika inda nabii sallam, na alikuwa akitaja hilo Abdullah ibn Umar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alayhi. Na kadhalika wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Allah mridhie, annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad wa yasjudu alayhi, kwamba yeye alikuwa akilibusu jiwe jeusi lile na alikuwa akisujudu juu yake, sio kwamba akilisujudia, akisujudu juu yake. Maana kwa sababu wale mshirikina basi ine mashia bwana wana taabu sana. Rawahu al-Hakim marfu'an wal Baihaqi mawqufa. Al-Imam al-Hakim kaipokea hii athari ikiwa ni marfu', na kadhalika al-Imam al-Baihaqi kaipokea kwamba ni mawquf, kwamba adafahu ila ibn Umar. Wa anhu radiyallahu anhuma, na kutoka kwake Allah amridhie, wa anhu, na kutoka kwake radiyallahu anhuma Allah amridhie, qala amesema amarahumun nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliwaamrisha wao mtume sallallahu alayhi wasallam, an yarmulu 3 ashwatin wa yamshu 4 ma baina ar-ruknaini, kwamba aliwaamrisha wao watembee mchaka vile mara 3 na watembee kawaida kwa mwendo wa kawaida mara 4 baina ya nguzo mbili, na ar-ruknain hukusudiwa al-hajarul aswad na ile ar-ruknul yamani kwenye upande wa al-Kaaba, Muttafaqun alayhi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah mridhie, annahu kana idha tawafa bil bayti at-tawaf al-awwal khabba 3 wa masha 4, walikuwa Mtume sallam watakapotufu kwenye al-Kaaba kutembea mara 3, kadhalika na huenda kwa mbio vile mara 3 na mchaka vile, huenda kwa mbio mchaka vile kwa haraka mara 3 na kawaida mara 4. Fi riwaya, kwenye riwaya nyingine imekuja raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama nimemwona Mtume sallam, idha tawafa fil hajji aw al umra awwal ma yaqdumu fa innahu yas'a 3 atwafin bil bayt wa yamshi 4. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam nimemwona yeye atakapotufu kwenye haji au umra, la mwanzo ambalo huliendea yeye kwa yeye akifanya sa'i mara 3 kwenye al-Kaaba, kadhalika anatembea mara ngapi? Mara 4. Muttafaqun alayhi. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, kutoka Abdullah ibn Abbas Allah amridhie amesema, lam ara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, lam ara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sikumuona Mtume mimi
sallam yastalimu min albayti ghayra ar-ruknayn al-yamaniyayn. Tumezielezea hizo kwa mtume alikuwa sipata kumuona kwa mtume akiusa vile nitakusalimia kwenye alkaaba zisizokuwa nguzo mbili za al-yamaniyayn zaitwa hivyo. Rawahu Muslim. Tulizitaja juu ndo hizi. وعن ابن عمر رضي الله عنهما فقال عبد الله بن عمر الله مرضيه أنه قبل الحجر الأسود kwamba yeye alibusu jiwe jeusi lile. Faqala akasema inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wala tanfa'u, hakika yangu mimi najua kuwa wewe ni jiwe hudhuru wala hunufaishi. Walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, na lau kama sio kumuona mimi sio kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikubusu nisinge kubusu mimi. Muttafaqun alayhi. Hiyo inaonyesha kwamba asili katika ibada ni kufuata sio kuzua. Ndio maana ikasema kwamba lau kama sio kumuona mtume nisingelifanya. Kwa maana kafanya yani iqtidaan bin nabii sallallahu alayhi wasallam la tibaan li hawahu, sio hivyo. Muttafaqun alayhi. Wa an Abi Tufail, kutoka Abu Tufail radhiyallahu anhu qala, amesema raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimwona mtume sallallahu alayhi wasallam yatufu bil baiti wa yasalimu ar-rukna bimihjanin ma'ahu wa yuqabbilu al-mihjan. Nilimwona mtume sallallahu alayhi wasallam akisalimia nguzo, tumezielezea hizo. Bimihjan, al-mihjan ni kijifimbo ambacho alikuwa anacho yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika alikuwa akikibusu hicho kijifimbo. وعن أبي يعلى وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه kutoka kwa Ya'la ibn Umayya Allah mridhie, qala amesema tawafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alitufu mtume sallallahu alayhi wasallam muttaji'an bi burdin akhdar, aliyakuwa yeka nini muttaji'an bi burdin akhdar, na hapa al-ittiba' لجعل طرف الرداء الأيمن من تحت الإبط الأيمن على العاتق الأيسر. hii kaifia ile kaifia mbona wanafanya wanaita al-ittiba', ule mfungo ambao wanajifunga mahujaji vile. Alikuwa kava burda ni vazi ambalo lina rangi ya kijani. Rawahu al-khamsa, itamepokea maimamu watano illa Nasai, isipokuwa Imam Nasai. Wasahahahu at-Tirmidhi, na amesahihisha Imam at-Tirmidhi hadithi hii. Kadhalika vile vile wa Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka Anas Allah mridhi amesema kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkiru alayhi wa yukabbiru minna al-mukabbiru fala yunkiru alayhi. Muttafaqun alayhi. Nasema ilikuwa akifanya ihlal talbiya, mwenye kufanya talbiya katika sisi na mtume alikuwa hampingi, na alikuwa akileta takbira, mwenye kuleta takbira katika sisi na alikuwa mtume hampingi. Sheikh al-Bassam anasema yadullu hadithu ala jawazi ja'li at-takbiri makana at-talbiya, fataratan yuf'alu hadha wa taratan yuf'alu hadha, fakulluhu sunnatun aqarra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aqarra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu alaiha. Kuna wakati yajuzu kuleta yani sehemu ya talbiya kuleta takbir, na sehemu ya takbir kuleta talbiya. Muttafaqun alayhi. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kutoka Abdullah ibn Abbas Allah amridhia amesema ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi thaqali au qala fi ad-du'afa. Ina maana moja hiyo, mtume alinitumiliza kwa wale watu ambao washakuwa watu ambao ni madhaifu, wazito wa kutembea. Min jam'in bilailin, kutoka kwenye nini jamu bilaili, kwa maana kutoka min Muzdalifa qabla al-fajr ma'a an-nisa'i wad-du'afa, kutoka Muzdalifa min jam'in ay min Muzdalifa qabla al-fajr, qabla al-fajr ma'a an-nisa'i wad-du'afa, pamoja na wanawake na watu madhaifu. Liyarmu al-jamrata qabla az-ziham, ili watupe mawe kwenye ile jamra kabla ya nini, kabla ya msongamano. Si madhaifu wao, kija watu watakujaweza wakauawa kwa msongamano. Na kadhalika vile vile
wa Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka Aisha Allah mridhia amesema, istadhanat Saudatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, alimtaka idhni Sauda ambaye alikuwa ni mke wa mtume pia huyo, Allah amridhie, lailatul Muzdalifa, ule usiku wa Muzdalifa, ule usiku wa Muzdalifa, antadfa qablahu, atangulie kabla yake yeye, wa kanat thabitatan yani thaqilatan, na alikuwa yeye ni mzito kwenye kutembea, maana ilikuwa mzito kutembea, faadhina laha, kampa idhni, akamruhusu kwamba nenda, mutafaqun alayhi. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka Abdullah ibn Abbas Allah amridhie, qala amesema, qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ali tuambia sisi mtume sallallahu alayhi wasallam, la tarmul jamrata hatta tatlu'a ash-shamsu, msirushe mawe kwenye jamra mpaka litakapochomoza jua, mpaka litakapochomoza jua. Maelezo ya hilo yanafungamana na ile tukio la sisi kwenye munasaba wa tukio la sikukuu zetu huko sisi. Na kadhalika vile vile rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa fihi inqita'un. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka Aisha Allah mridhia amesema, arsala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ummi Salama laylatan nahri faramatil jamra qabla al-fajr thumma madat fa afadat. Sema Ali, tumiliza mtume sallallahu kwa ummu Salama bibi alikuwa mkewe huyu, alikuwa mkewe pia huyu, ile yaumun nahar, ule usiku wa kuamkia siku ya kuchinja ile, akarusha mawe kabla alfajiri, kisha akaenda na akafanya ifadha. Rawahu Abu Daud. Na maelezo mazuri sana kwenye namna na kaifia yake yafikiana na vitu viwili. Kupata maelezo ya kina kwenye shuruhati za hadithi kama vile Subul Salam, Subul Salam, au maelezo ya Ibn Uthaymeen kwenye hili na wengineo katika ulama, kisha baada ya hapo ukatabikisha Allah kwa wasa, ukaenda ukafanya kwa vitendo. Kutoka hapo unajua vizuri ile mifumo kwa mpangilio. Wa Urwa ibn Mudarris radhiyallahu anhu qala, kutoka Urwa ibn Mudarris Allah mridhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, man shahida salatana hadhihi yani bil Muzdalifa, atakayeshuhudia swala yetu hii, kwa maana kwa kusudia maeneo Muzdalifa, fawaqafa maana hatta nadfa, akasimama nasi kabla ya sisi kuondoka, waqad waqafa bi Arafa qabla dhalika laylan au nahara, na ikawa kasimama kabla ya hapo, kabla ya kusema hapa maeneo Muzdalifa, Arafa mchana ama usiku, faqad tamma hajjuhu wa qadha tafathahu, nasema itakuwa imeshatimia hija yake na ameshamaliza ule uchafu wake, ile thumma yaqudu tafathahum, ndio wa qadha tafathahu. Rawahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, hakika kutoka Umar Allah mridhi amesema, innal mushrikina kanu la yufiduna hatta tadlu ash-shamsu wa yaquluna ashriq thabir. Anasema kwamba washirikina walikuwa wao hawafanyi fadha mpaka litakapochomoza jua, na kwa kusema kwamba ashriq thabir, kwa anaambiana kwamba jua zama juu ya mlima. Thabir ay a'la jabali Makkah au jibali Makkah, juu ya jabali ya Makkah ndio thabir. Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kama mtume sallam khalafahum, aliwakhalifu wao, fa afadha qabla an tatlu ash-shamsu, akafanya ifadha kabla ya kuchomoza jua. Rawahu al-Bukhari, na hadithi ya Imam al-Bukhari. Hadithi nyingine wa an ibn Abbas wa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhum qala, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas na Usama ibn Zaid Allah awaridhi wamesema, lam yazali an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yulabbi hatta rama jamrat al-aqaba, akuachakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya talbiya mpaka alipoanza kufanya ramli kwenye jamratul aqaba, kurusha mawe ndio vijiji.
lakini kote kwa kileta talbia, lakini tumeona kwamba yafaa pia sehemu ya talbia ahyana ukaleta takbir pia tumeona hivyo. Wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kutoka Abdullah ibn